Bana, msanii Diamond Platnumz mpaka kwa hivi sasa ameweza kushare moja kati ya tukio kubwa ambalo amefanya katika siku ya leo. Kwanza kabisa ameshare moja kati ya picha ambayo inamuonyesha moja kati ya vijana anaitwa Rankat Tornez. Huyu mwamba nimejaribu kwenda kufuatilia katika page yake na kuja kugundua kwamba mwamba anajihusisha pia na masuala ya sheria. Sasa baada ya hapo posti iliyofuata, basi posti hiyo ilikuwa inaosomeka hivi: a new icon is coming. Huu ni mkataba ambao ulikuwa unaonyesha kwamba namna gani ambavyo icon huyu anayemwongelea hapa hivi ni icon, ni moja kati tuseme kwamba ni kama vile msanii mpya anakuja. Mkataba huu wa kujiunga na kampuni ya muziki, mkataba huu unaingia leo tarehe 18 mwezi wa 3. Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa ajili ya sheria za Tanzania kufanya shughuli za sanaa yake, makao yake makuu yakiwa Mbezi Beach, SLP akaweka pale 105260 Dar es Salaam, katika mikataba itakayojulikana kama kampuni. Bana, ni moja kati ya mkataba ambao umejaribu kuwekwa katika wazi kabisa kwamba Diamond Platnumz kwa hivi sasa basi yupo rasmi pamoja na msanii ambaye atakuwa ameshasainiwa katika siku hii ya leo, na muda sio mrefu sana basi atakuwa ameshatambulishwa katika peji zao za Wasafi, lakini pia katika peji zao peji yake rasmi. Bado hajajulikana kwamba ni msanii gani, kwa sababu hata Diamond Platnumz amefanya kuficha jina la msanii huyo ambaye watu wengi walikuwa wanatamani kumjua, na watu wengi bado wanatamani kujua kwamba za msanii huyo ni mkali kiasi gani, na msanii huyo labda ndo wale ambao wametoka katika BSS au ndo wale wasanii ambao Diamond Platnumz alikuwa amewataja wale 6 endapo kama wakijitokeza kwa wingi, maana list ilikuwa imetumwa ya wasanii wengi na nyimbo tofauti tofauti, na ikawa kigezo wewe unajua kucheza, lakini pia wewe unajua kuimba muziki tofauti tofauti. Kwa utume package nzima ya wewe ulivyo, ya wewe una uwezo gani, unaweza kuimba nyimbo za aina gani, lakini pia wewe ni mtu ambaye ni flexible kubadilika. Sasa Diamond Platnumz katika siku ya leo basi ameshadondosha wino wa msanii mpya katika lebo yake ya WCB, ikiwa kama ishara kwamba siku za usoni basi tunaweza tukategemea kipaji kipya ambacho kitawapa watu burudani na kitawafanya watu wengi zaidi basi wazidi kupenda lebo hiyo ya WCB, kwani imekuwa ni moja kati ya lebo ambayo imekuwa ikisajili watu siku hadi siku, na wengi wao ni kama wakina Harmonize, Rayvanny, Vivian Boy, Zuchu, Mbosso, lakini pia na wengine wengi kama wakina Lava, D Voice. Kwa ni lebo ambayo imeweza kujizatiti na kuzalisha vipaji vingi ambavyo mpaka kwa hivi sasa vijana wengi wa hali ya chini basi wanatamani kwenda kufika katika lebo ile na kusainiwa, kwa sababu wengi wao wameweza kuona mafanikio ya wasanii wengine ambao wametoka katika mikono ya lebo ya WCB. Mpaka kwa hivi sasa lebo ya WCB inaonekana kama ni moja kati ya lebo ambazo zina nguvu sana katika swala zima la kuhakikisha kwamba msanii anafika front line, yani anafika ile mistari ya mbele kabisa, yani anaanza kuongelewa katika jamii, lakini pia ngoma zake atakapozitoa basi zinakuwa ni ngoma ambazo basi zinafika international levels. Mfano kama D Voice alivyotangu atambulisho, unaweza kuona kabisa ukubwa wake umekuwa kila siku anakuwa moja kati ya msanii ambaye ni mzuri zaidi. Mimi nafikiri kwamba katika lebo ya WCB ukimcheki Zuchu ni moja kati ya msanii ambaye ni mzuri, Diamond Platnumz msanii ambaye ni mzuri, D Voice naye pia ni msanii ambaye ni mzuri, ila ambaye anatia mashaka sana basi ni Lava, kwa sababu Lava naye mwenyewe kidogo kuna changamoto za hapa na pale. Ukijaribu kufuatilia muziki wake, ranki yake ni kama vile inashuka, graph haipandi, yani graph inashuka tangu aanze muziki mpaka kwa hivi sasa. Huwezi kuona kabisa future yake katika siku za usoni. Labda Mwenyezi Mungu atufanyie miujiza kwenye jambo hili, lakini kusema kweli mpaka kwa hivi sasa naweza kusema kwamba Lava ni moja kati ya wasanii ambao katika lebo ile pale ana changamoto za hapa na pale. Labda kuna vitu ambavyo hajaviweka sawa, au ni yeye mwenyewe kwamba utoaji wake wa ngoma hajazingatia vigezo ambavyo basi lebo vinawafanyia pia wasanii wengine, hilo hatujalijua. Lakini basi mimi naweza ngasema kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na ndio iliyojiri katika mitandao ya kijamii kuhusu Diamond Platnumz kumsajili msanii mpya ambaye katika siku ya leo tarehe 18 basi ameshadondosha wino wake. Tutegemee kuona msanii mpya kutoka katika lebo ya WCB. Mpaka kwa hivi sasa sitakuwa na la ziada. Bye bye for now.